Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Bwana, mchezo mkubwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kati ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, mchezo wa Kariakoo Derby unaofanyika siku hii ya leo pale kwenye dimba la New Amani Complex lililopo visiwani Zanzibar kwenye majira ya saa 2:15 za usiku. Huu ni mchezo wa kihistoria ndani ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara, na huu ni mchezo wa kwanza miamba hao wanakutana kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwa msimu wa 2025-2026. Katika historia ya michezo ya nyuma iliyotoka kupita, Simba na Yanga walikutana kwenye michezo mbalimbali, lakini michezo 6 ya mwisho walioweza kukutana, Simba aliweza kupasuka michezo yote 6 ambayo waliweza kukutana na timu ya Yanga Sports Club katika michuano mbalimbali. Sasa huu ni mchezo mwingine tena wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, mchezo ambao utatoa taswira ya ubingwa kwa timu ambayo itapata matokeo mazuri kuelekea mwishoni mwa msimu wa 2025-2026. Lakini kwa upande wa timu hizi mbili kwenye michezo yao miwili ya mwisho ambayo waliweza kucheza kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara, kwa kuanza na timu ya Simba Sports Club, wao waliweza kucheza michezo yao miwili pale mkoani Dodoma katika dimba la Jamhuri. Mchezo wa kwanza ukiwa ni dhidi ya timu ya Tanzania Prison, mchezo ambao Mnyama aliweza kuibuka na ushindi mnono wa chuma 2 kwa nunge kwenye mchezo huu, ambapo hapa Mnyama alikuwa ugenini. Lakini kwenye mchezo uliofuata Mnyama alicheza dhidi ya timu ya Dodoma Jiji hapo kwenye dimba la Jamhuri, mchezo ambao uliweza kutamatika kwa Mnyama kuweza kupata sare ya kuto kufungana, yani nunge, Mnyama akiweza kuondoka na alama moja. Kwa hiyo kwenye michezo miwili ya mwisho kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara ambapo Mnyama alikopo dimbani ameweza kujikusanyia takribani alama 4. Lakini kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club kwenye michezo miwili ya mwisho ambayo amecheza kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara, Yanga aliweza kucheza mchezo wake wa kwanza dhidi ya timu ya Namungo FC akiwa ugenini pale kwenye dimba la Majaliwa Luangwa. Yanga aliweza kuibuka na ushindi wa chuma 1-0. Lakini kwenye mchezo wa pili Yanga aliweza kucheza dhidi ya timu ya JKT Tanzania walipokuwa kwenye dimba la KMC Complex. Yanga aliweza kutembeza dozi nzito kwelikweli wa chuma 5-0 dhidi ya timu ya JKT Tanzania na kumfanya kwenye michezo yake miwili Yanga Sports Club aweze kujikusanyia alama zake 6 na kukwea mpaka kwenye kilele cha msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara akiwa na alama zake 28, akimwacha mtani wake wa jadi Simba Sports Club kwa wastani wa alama 5. Sasa huu mchezo ambao wanakwenda kukutana kwenye majira saa 2:15 za usiku ni mchezo wa kufa na kutoana jasho, mchezo ambao utakwenda kutoa taswira nzuri. Ni mchezo muhimu kweli, kila mmoja hapa anahitaji alama. Sasa twende tukaangalie kwa upande wa kikosi cha timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ambacho kitakwenda kuanza kwenye mchezo wa siku hii ya leo kwenye mechi ya Kariakoo Derby kati ya Yanga dhidi ya timu ya Simba Sports Club. Kwa upande wa golini hapa tegemea kumuona golikipa Jibril Kasari akisimama vyema kwenye milingoti mitatu ya timu hiyo ya Simba Sports Club. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 hapa tegemea kumuona mchezaji Shomari Kapombe akianza vyema kwenye eneo hilo la beki nambari 2, huku beki nambari 3 akiingia mchezaji Nixon Kibabage kwenye eneo hilo la beki nambari 3. Lakini kwa upande wa beki nambari 4 hapa na beki nambari 5 tegemea kumuona Ismail To akishirikiana vema na Lucien Deruku kwenye eneo la walinzi wa kati kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba. Lakini kwa upande sasa wa kiungo nambari 6 hapa tegemea kumuona mchezaji Yusuf Kagoma akienda kuanza vyema kwenye eneo hilo la kiungo nambari 6 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 tegemea kumuona mchezaji Libase Gue akienda kuanza vyema kwenye eneo hilo la winga nambari 7. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 8 hapa tegemea kumuona mchezaji Alassane Maono Kante akienda kuanza kwenye eneo la kiungo nambari 8 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa mshambuliaji nambari 9 atakayeanza kwenye kikosi hiki tegemea kumuona mchezaji Suleiman Mwalimu akiendelea kuanza kwenye kikosi hiki cha kwanza cha klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa kiungo mshambuliaji nambari 10 hapa
tegemea kumuona mchezaji Clatous Chota Chama akienda kuanza vyema kwenye eneo hilo la kiungo nambari 10 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa winga ya kushoto ama mchezaji nambari 11 hapa, tegemea kumuona akiingia mchezaji Anicent Oura kwenye eneo hilo la winga ya kushoto. Hiko ndio kikosi ambacho huenda kocha Steven Mbega atakwenda kuanza nacho kwenye mchezo wa siku hii ya leo Kariakoo Derby kati yao dhidi ya watani zao wa jadi Yanga Sports Club. Na maoni gani kuhusiana na hiki mwana mchezo wangu? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.